ambao Allah amewawezesha kuwa na vichinjo vya kuchinja, tuchinje kuanzia leo, lakini bisharti, kwa sharti la kuwa unachochinja unachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujira unaweza ukakosekana kwako wewe kwa kuchinja kwa ajili ya sifa. Ili nalo tutembee nalo, tuishi nalo katika ibada mbalimbali. Ni sharti ya msingi sana katika ibada zote, al-ikhlas, kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ibada yoyote ikiwemo hii ya kuchinja. Allah anasema fasalli lirabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na chinja kwa ajili ya Mola wako. Usichinje kwa ajili ya watu, usichinje kwa ajili ya shetani, usichinje kwa ajili ya mengi miongoni mwa mambo ambayo baadhi yetu hufanya, ria an-nas, kwa kujionyesha mbele za watu. Qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala aseme, sema Muhammad, inna salati, hakika swala yangu, wa nusuki, dhabhi alhayawanat, na kuchinja kwangu wanyama mbalimbali, wa mahayaya, na uhai wangu, wa mamati, na umauti wangu, lillahi, vyote hivi ni kwa ajili ya Allah rabbul alamin, mola wa viumbe wote, mlezi wa viumbe wote. Wa bidhalika umirtu, na kufanya hivyo nimeamrishwa. Sikiliza vizuri aya hii. Allah anasema, akimwambia mtume atamke maneno haya, na kufanya hivyo mimi Muhammad nimeamrishwa. Wa bidhalika umirtu. Huyu ndio yule ambaye Allah anatuambia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika mna nyinyi Waislamu mfano mzuri wa kuiga kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume ametukataza kufanya matendo ndani yake yakawa hayana ikhlas. Tufanye matendo kwa ajili ya Allah. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa kuchinja. Kuchinja ni wanyama miongoni mwa hawa wafuatao wanne: bahimatul an'am, ni mbuzi au kondoo au ng'ombe au ngamia. Hawa ndio wanyama ambao tunatakiwa kuwachinja. Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, Allah anasema kuleni kutokana na hao wanyama, na pia walisheni kwa kuwasaidia wale mafakiri hali ngumu. Vichinjo hivyo mnavyochinja, haiwi maslahi ya kuchinja. Unachochinja wewe ni kwa ajili yako tu na familia yako, itakuwa hujafahamu ibada hii ya udhuhia. Na pia maslahi ya kuchinja na kuwapa baadhi ya muhtajin, watu wenye kuhitaji, maslahi yanarudi kwetu sisi wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, lan yanala Allah luhumuha, haimfikii Allah subhanahu wa ta'ala nyama za vichinjo mnavyovichinja, wala damuha, wala damu zake, walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini kinachomfikia yeye Allah ni ule uchaji Mungu kutoka kwenu nyinyi. In ahsantum ahsantum li anfusikum